Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma au wengi tunamfahamu kwa jina lake maarufu Mwanafalsafa, leo alikuwa anahojiwa. Kwenye ile interview ameongelea kitu kimoja kikubwa sana. Yaani kama marapa hii nchi watakisikia na watakitekeleza, basi mambo yao yatakuwa rahisi sana. Ameongelea swala la uandishi. Amesisitiza sana kwenye kuandika vitu ambavyo watu wanaelewa. Yaani kuandika vitu ambavyo watu wa kawaida wanaweza kuhusianisha na maisha. Yaani mtu wa kawaida tu, ametoa mfano wa mama ambaye anauza chakula kwamba akisikiliza aelewe na aweze kuhusianisha na maisha yake. Unajua kitu kimoja ambacho wanakifanya wasanii wa rap au wa hip hop kiujumla ni kwamba wanaandika vitu vigumu ambavyo wanakuwa wanashindana wenyewe kwa wenyewe. Na hicho kitu pia yeye mheshimiwa amekiongelea kwamba wanakuwa wanashindana wenyewe kwa wenyewe. Sasa hii sisi mashabiki inatupa wakati mgumu. Unajua mashabiki au watu wengi kiujumla hawasumbui akili kusikiliza vile vitu ambavyo ni vigumu. Sasa lile kundi kubwa ndio hilo ambalo marapa wanalipoteza. Wachache ambao wanaweza kuelewa hicho kitu au walishakielewa hicho kitu wakawa wanakifanyia kazi na kukiweka kwenye kazi yao ya sanaa ya kila siku, ndio wanapata platform kubwa, ndio wanapata watu wengi. Kwa mfano wewe mwenyewe Mwana FA, ukiangalia msanii kama Professor Jay, angalia msanii kama Jay Mo, ni watu ambao wanaandika vitu wewe unaelewa. Yaani ukisikiliza hivi Mvua na Jua unakuwa unaelewa. Ukisikiliza wimbo fulani ambao amefanya Professor Jay Bongo Dar es Salaam unakuwa unaelewa na unaweza kuhusianisha na maisha. Sasa kile kitu kinakuwa rahisi kwenye kufanya ule wimbo uende. Na sasa hivi wapo marapa wengi sana vijana ambao pia wanaandika vitu watu wanaelewa moja kwa moja, na ndio hawa tunaoona wako kwenye mainstream, ndio tunaona hawa kazi zao zinafanya vizuri. Watu wanataka vitu vya kawaida tu. Yaani marapa au wasanii wa hip hop usitumie nguvu nyingi sana, au yani unakuwa unaweka mambo mengi sana ambayo yanaumiza kichwa. Sasa ile wanaelewa wachache au wasanii wenzio wa hip hop. Ndio ile unakuta kuna msanii mmoja anakubalika sana na jamii ya wenzie, wana hip hop wenzie au watu fulani tu ambao wako kwenye ule utamaduni wa hip hop, lakini watu wa kawaida huku wanashindwa kumuelewa. Sio kwamba watu hawataki kusupport kazi au hawaupendi mziki wa rap au hip hop kiujumla. Hapana, watu wanatamani kweli kuelewa, ila sasa mtu akisikiliza ni vitu vigumu ambavyo anasikiliza mara moja harudi tena. Lakini ukiimba vitu ambavyo watu wanaelewa, kwa mfano wasanii niliowataja, watu watapenda kazi. Yaani unajua muziki unatakiwa uwe burudani, ndio lengo kubwa la muziki. Japo kama rap au muziki wa hip hop umetokea kwenye harakati, lakini sasa harakati sasa hivi of course zipo, lakini sasa kitu ambacho kinatakiwa zaidi kwenye muziki ni burudani. Hata kama unafikisha message, lakini watu waanze kuburudika. Sasa yeye ameelezea kama msanii, kama Mtanzania, yani kama mtu ambaye kweli anaweza akaelezea hilo jambo na likawa na uzito, kwa sababu sisi watu wengine wa kawaida tukielezea, hasa vijana, watu wanakuona kama wewe ni mwepesi, yani unafikiria vitu virahisi virahisi. Hapana. Mara nyingi mtu unasikiliza muziki ukiwa umepumzika, ukiwa umeacha kufanya shughuli zako, au kwa siku hiyo shughuli zimemalizika, unataka uburudishe akili. Sasa muda ambao unataka uburudike ni ngumu kusikiliza tena vitu vigumu. Kwa hiyo yeye ndo pale point yake inapokuja, andika vitu wanavyoweza kuhusianisha, watu watakavyoweza kuhusianisha na nini, na maisha ya kawaida. Yani mtu akisikiliza mistari aenjoy, akisikiliza mistari aelewe moja kwa moja. Yani haina haja ya kwenda kumuuliza mtu hivi hapa alimaanisha nini, au kuna mtu anaandika vitu mpaka uende kwenye interview labda msanii akifanya kujua kuhusiana na huo wimbo, afu ikatokea presenter akamuuliza sasa hapo ulikuwa na maana gani, na wewe ndo unaelewa. Haitakiwi. Yani imba tu vitu vyepesi, vitu ambavyo kila mtu akisikiliza anaweza akaelewa. Sasa hii wasanii wengi wa rap wanaona kama ni udhaifu. Yani msanii wa hip hop ukimwambia aandike vitu vyepesi inakuwa kama ni udhaifu kwake na anaona kama anajishusha. Hapana, ni kwa sababu ya kuwafikia wengi. Wasanii wengi pia wenyewe ni mashahidi, wanaangalia wasanii wenzao wa hip hop ambao wanaenda sawa. Marapa wengi sana ambao wanaenda, wao wanakuwa na vitu vyepesi vyepesi ambavyo jamii inavielewa. Ndio unakuta sasa wanawadisi bwana, hao wanaandika tu vitu vyepesi, mistari mepesi, lakini ndio mistari ambayo watu wanaweza kuelewa haraka haraka. Vitu vigumu watu hawezi kuelewa. Sawa, kama mtu unafanya kwa ajili ya utamaduni wa rap au kwa ajili ya hip hop kiujumla, sio mbaya. Lakini kama unafanya ili upate hela nyingi, lazima uangalie uwezekano mkubwa wa kuwafikia watu wengi, na watu wengi wanapenda vitu vyepesi, wanapenda vitu ambavyo wanaweza kuelewa na sio vitu vigumu. Kwa hiyo mheshimiwa leo ameiweka vizuri sana, na yeye tunaheshimu kauli yake kama hiyo, kwa sababu ni msanii mkubwa kwenye game na ameweza kufanya mengi. Yaani ni msanii ambaye anasikilizwa na mtoto mpaka mtu mzima, kwa sababu mimi nimeanza kumsikiliza Mwana FA nikiwa bado mdogo sana, mpaka sasa hivi ni mtu mzima na mimi na mtoto naendelea kumsikiliza. Hata mtoto wangu leo nikimpa nyimbo ya Mwana FA au nyimbo ya Jay Mo au nyimbo ya Professor Jay, ni vitu ambavyo anaweza akasikiliza. Nikimuuliza mwanangu hapo,
umeelewa nini? Anaweza akaelewa bwana, kati ya mvua na jua bora nini? Huyu jamaa anajaribu kuelewesha au kuuliza na kuweka mawazo tofauti kwamba hapa bora kipi, kati ya mvua au jua. Yani ni wimbo ambao ukiusikiliza unapata kitu hapo hapo. Kwa hiyo wimbo kama huo utaishi milele, utaeleweka. Sasa huo ni mfano tu, lakini nyimbo zipo nyingi. Lakini ukiandika vitu vigumu, vitu ambavyo vinahitaji mtu ambaye kweli ana akili kubwa aelewe. Sasa watu wenye akili kubwa na maarifa makubwa sio wengi, wapo ndio, lakini sio wengi hivyo. Ila mziki unahitaji watu wengi kuwafikia. Unahitaji uwe na jamii ambayo utaielezea yale mambo yako, yapokee, wafurahi, waelimike, wanini kwa wakati mmoja, vyote. Kwa sasa ndio andika vitu watu wanavyoweza kuvielewa.